Black Stars, Sport Next Level. Ukifanya tathmini ya kina juu ya namna Simba wekundu wa Msimbazi walivyocheza katika mechi zao 4 zilizopita, 2 dhidi ya RS Berkane, 2 dhidi ya Singida Black Stars, utagundua kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wameonyesha udhaifu mkubwa hasa katika eneo la kuzuia, jambo ambalo endapo dabi hiyo itafanyika, basi kocha Fadu Davids, benchi lake la ufundi na wachezaji wake wanapaswa kufanya ya ziada ili kuepuka makosa yaliyojitokeza katika mechi hizo za 2 za fainali kombe la shirikisho barani Afrika CAF, lakini pia 2 za nusu fainali kombe la shirikisho la benki ya CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Nasema hivyo kwa sababu gani? Leo hii katika mechi dhidi ya Singida Black Stars kwenye uwanja wa Kwara pale Manyara, Simba wamepokea kipigo cha mabao 3-1. Kwenye uwasilishaji ilionekana Simba ndio wanaanza kuwa kutajwa kabla ya Singida Black Stars. Wakafungwa mabao 3-1 na matokeo yake kwa mara nyingine tena kutolewa katika michuano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, huu sasa ukiwa ni msimu wa 4 Simba haijafika kulitoa taji hilo. Ni kwamba Singida Black Stars leo hii walicheza kimkakati, walicheza vizuri sana katika kuzuia na kushambulia kimahesabu. Mpaka mechi inakamilika ni Simba ndio waliomiliki mpira zaidi kwa 55% dhidi ya 45% za Singida Black Stars. Lakini kwenye mashuti, kufanya majaribio ya kufunga, kuonyesha namna gani Singida Black Stars leo hii chini ya mwalimu wao David Ouma walikuwa wazuri sana katika kutekeleza jukumu la kuzuia, ni kwamba Simba ingawa walimiliki mpira zaidi, lakini mashuti walipiga 4, 3 yamelenga lango, ilhali Singida wakipiga mashuti mengi zaidi 6, 4 yamelenga lango. Sasa yote 9, 10 ni kwamba matokeo haya ya 3-1 pengine kungekuwa na kipigo kibaya zaidi kwa Simba na sio mabao 3. Ni kwa sababu gani? Katika dakika 32 Jonathan Soa, mchezaji wa kimataifa wa Ghana aliyefunga bao la utangulizi katika dakika 16, alipoteza nafasi nyingine nzuri ya kuweza kuifungia Singida Black Stars, akiwa anakwenda katika hali ile situation ya 1v1 yeye kwenda kumkabili golikipa Ali Salim Katoro, kwa sababu muda huo tayari golikipa Musa Pimpin Kamara alikuwa ameshatoka kutokana na majeraha baada ya kugongana na yeye Jonathan Soa mgongoni nambari 3. Matokeo yake Jonathan Soa akiwa anakimbizwa na Shemalon Fondo, yeye akiwa mbele na mpira akakimbia sana, akapitiliza kipimo cha mbio, matokeo yake akatoka nje yeye na mpira. Ilikuwa ni fursa ambayo angekuwa na utulivu, pengine Simba wangehesabu maumivu mengine. Hiyo itoshi, dakika 88 Victorian Adebayo aliyekuwa ameingia katika kipindi cha pili akapoteza fursa nyingine ya Singida Black Stars ambayo wakati huo ilikuwa tayari inaongoza kwa mabao 3, yale yaliyofungwa na Yesoa katika dakika 16, Emmanuel Keyeke katika dakika 34 na Emmanuel Keyeke katika dakika 48, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakisawazisha bao lao kupitia kwa Jasha Ahoa kwa mpira wa free kick, na hivyo mabao kwa 3-1 kwenye dakika hiyo 88. Adebayo alikuwa yeye anamwelekea golikipa Ali Salim Katoro kwenye situation ya 1v1, yeye akiwa na faida zaidi ya kuweza kumfunga golikipa Ali Salim Katoro kama angetulia. Nini kilichotokea? Alipiga shuti ambalo lilikwenda moja kwa moja mikononi mwa golikipa Ali Salim Katoro. Kumpongeza golikipa Katoro, lakini pia wakulaumiwa kwa mashabiki wa Singida Black Stars ni yeye Victorian Adebayo ambaye alikosa umakini katika kupiga shuti lake na kumlenga golikipa. Alikuwa yeye anamwendea golikipa. Maana yake ni kwamba hii ilikuwa ni fursa nyingine ya bao kwa Singida Black Stars. Hiyo haitoshi. Katika dakika ya 90 ongeza 5, kwa maana kwamba muda ule wa ziada wa mwamuzi Ahmed Rajiga kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali katika kipindi cha pili, Victorian Adebayo akapata fursa nyingine, yeye akimwelekea golikipa Ali Salim Katoro. Kwa lugha nyingine, mabeki wa Simba tayari walishazidiwa. Mpira uliochezwa na Singida Black Stars kwa pasi chache ulimkuta Victorian Adebayo akimwelekea golikipa Ali Salim Katoro. Bahati mbaya kwa Singida Black Stars, bahati nzuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba, Adebayo alikuwa na kasi ndogo, na pia mpira wake wa mwisho aliopiga kwa mara nyingine tena alimlenga golikipa Ali Salim Katoro, na hivyo kuifanya Simba inusurike kwa bao lingine tena. Sasa fikiria, hizi ni nafasi ambazo kwa kiasi kikubwa zilikuwa nzuri za Singida Black Stars kuweza kuidhuru Simba. Ni nafasi ambazo washambuliaji wake walipata fursa ya kuwa nyuma ya mabeki wa Simba wakiwa na mpira kwenda kumkabili golikipa wao. Ni mara chache
nafasi kama hizi kutotumiwa na washambuliaji wenye wasifu, wenye profile kubwa kama Victorian Adebayo, kama Jonathan Soa. Maana yake ni nini? Ni kwamba uchezaji wa namna hii wa Simba, ingawa ilikuwa nzuri katika kushambulia, ingawa walibanwa sana na kuwasifu Singida Black Stars kwa namna ya kuzuia, iliyowezesha kuzuia mianya ya Simba kulifikia lango lao, kiasi ya kwamba wakapiga mashuti 4 tu. Lakini pia kukoswa kwao kwa mpira wa kichwa Kibu Dennis Prosper katika kipindi cha kwanza, akipokea pasi nzuri kutoka kwa Joshua Budo Mutale. Yeye Kibu na lango alipiga mpira kichwa ukatoka nje. Hiyo ni miongoni mwa fursa nzuri za Simba kufunga. Lakini pia nafasi alipata Eli Mpanzu Kibisawala kipindi cha pili kwenye dakika 73, alipiga shuti nzuri lilikwenda kulanguzo. Hizo ni baadhi ya nafasi ambazo Simba pengine nao wangeongeza mabao. Lakini tukiangalia Simba katika kuzuia, ilikuwa hapa leo hii dhidi ya Singida Black Stars ongeza kufungwa mabao zaidi ya 3 kama kungekuwa na utulivu kwa Jonathan Soa, utulivu kwa Victorian Adebayo kuelekea mwishoni mwa mchezo. Lakini hiyo itoshi. Mechi iliyopita dhidi ya hawa Singida Black Stars katika ligi kuu Tanzania bara, tunatambua vizuri Simba walishinda 1-0. Lakini ni mechi ambayo wote walioshuhudia matangazo mubashara ya mechi hiyo ama kuwepo uwanjani kwenye uwanja wa KMC Complex, Simba dhidi ya Singida Black Stars katika ligi kuu, ni mechi ambayo Simba walishinda, lakini haiakisi kile kilichotokea uwanjani, kwa sababu Singida Black Stars walikuwa na nafasi kadhaa za kufunga ambazo pamoja na makosa yao, lakini pia muamuzi wakati siku hiyo Heri Sasi hakuwa kwenye kiwango chake bora. Mikwaju ya penalty iliyotokana na foul walizochezewa washambuliaji wake katika eneo la 18 wakimwelekea golikipa Musa Kamara, pengine muamuzi angeamua kwa usahihi, yeye na wasaidizi wake kina Zawadi, ingekuwa madhara makubwa kwa Simba katika mechi ambayo waliibuka na ushindi wa 1-0. Jonathan Soa alifanyiwa madhambi mara 2 ndani ya 18 na walinzi wakati wa Simba, moja na Shemalon Fondo, nyingine na Shamu Karabu, ambazo pengine muamuzi Heri Sasi angekuwa kwenye kiwango chake bora, Simba isingenusurika kwa mkwaju wa penalty ambao una asilimia kubwa za wenye kupiga mikwaju ya penalty kupata bao kulinganisha na golikipa kuokoa, ingawa haimaanishi kwamba kila penalty ni bao. Lakini katika kipindi cha pili mchezaji Elvis Rupia aliingia kipindi cha pili katika mechi hiyo dhidi ya Singida Black Stars na Simba kwenye uwanja KMC Complex, naye alikuwa na fursa ya kwenda kuwadhuru wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini wakati huo beki wakati Abdurazak Hamza alikuwa ameingia kipindi cha pili, mpango wa kocha Fadu Davis kujaribu kuzuia hatari zilizokuwa zikiletwa na wachezaji wa Singida Black Stars akiwemo Jonathan Soa. Akawa ana mabeki watatu sasa, yaani Shemalon Fondo ipo ndani, Abdurazak Hamza naye akaingia kwenda kuungana na Shemalon Fondo na Shamu Karabu. Huyu Abdurazak Hamza aliingia kipindi cha pili, naye akakumbwa na masahibu ambayo kama mwamuzi Heri Sasi angekuwa makini ilikuwa tena penalty nyingine. Ndio kwa sababu Elvis Rupia alikuwa ndani ya 18, kuna mguso kuonekana umefanywa na Abdurazak Hamza kumfanya ashindwe kutimiza jukumu alilokuwa anakwenda kulifanya la kuweka mpira wavuni kwenda kumjaribu golikipa Kamara. Matukio hayo matatu yaliashiria namna ambavyo ukuta wa Simba ulikuwa ukipitika katika baadhi ya nyakati, upitwaji ambao ulikuwa ni wa hatari zaidi. Lakini mechi mbili dhidi ya RS Berkane kwa ujumla, kule Morocco Simba walipiga mashuti 9, hakuna shuti lilolenga shabaha. Wenyeji RS Berkane katika fainali ya kombe la shirikisho walipiga mashuti 14. Kati ya hayo mashuti 6 yalilenga shabaha. Mashuti 6 yalilenga shabaha. Simba mashuti 9, 0 yalilenga shabaha. Wakafungwa 2-2 katika siku ambayo VAR iliokoa kwa sababu kuna mpira ambao ulikwenda wavuni, muamuzi Pierre Risley kama si msaada wa VAR, lakini ikaonyesha ni kweli mfungaji alikuwa ameotea akipokea pasi kutoka kwa Mamadou Lamine Kamara, kiungo wa ukabaji wa RS Berkane. Lakini pia kulikuwa na penalty claims 2. Hazikuwa penalty kwa mujibu wa mwamuzi na ilikuwa sahihi, lakini ninachozungumzia hapa ni ishara kwamba washambuliaji wa RS Berkane katika mechi iliyoshinda 2-2 walipata fursa ambazo zinaashiria kulikuwa na shida katika uzuiaji. Defensive organization siku hiyo ilikuwa na shida, ndio maana kukatokea matukio yale ambayo kwa bahati hayakuwa penalty. Kwa bahati VAR ilikuja kungamua kwamba mfungaji aliotea, alikawa ni disallowed goal. Hapa nazungumzia ishara kwa sababu mpinzani anapiga mashuti 14, 6 on target, almost 50%, kwa sababu ni 6 kati ya 14, inakaribia 40 plus tuseme asilimia za shooting accuracy kuelekea lango la Simba. Hiyo itoshi. Mechi Zanzibar, pamoja na matatizo mengi ambayo mwamuzi Dahane Beida wa Mauritania anaweza akazungumzwa,
hasa kutokana na maamuzi kadhaa ambayo yalikuwa yanaiumiza zaidi timu wenyeji kwa maana ya Simba. Lakini takwimu zinaonyesha kwa ujumla wake, ukifuatisha small details, ukiweka pembeni la muamuzi ambalo pengine tunaweza kukubaliana kwamba mwamuzi Dahane Beida alikuwa mkali zaidi katika kuwadhuru wenyeji Simba kuliko maamuzi yake kwenye kuinufaisha RS Berkane, lakini kiuhalisia ni kwamba mechi hii pia RS Berkane wageni walipiga mashuti 9, 6 alilenga shabaha. Simba walipiga mashuti 7, 1 lilenga shabaha lile lililowekwa wavuni na Joshua Budo Mutale katika dakika ya 17 likiwa ndio bao la Simba la utangulizi. Maana yake ni nini? Kwamba 67% ya mashuti ya RS Berkane yalilenga shabaha. Mimi sizungumzii lile bao lilofanya iwe 1-1 na wala sipingi juu ya malalamiko juu ya Dahane Beida katika baadhi ya maamuzi yake. Ninachojadili sana ni juu ya defensive organization kuruhusu 67% ya mashuti yote ya RS Berkane kulenga shabaha. Hii ni hatari kwa mechi zote hizi 4 katika maandalizi yao kuelekea mechi ya dabi. Ndio maana nasema kwa uchezaji huu hasa ulioonyeshwa leo na wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Singida Black Stars, maana yake ni hatari wanapokwenda kucheza na watani zao jadi Yanga, kwa sababu Yanga iko kwenye kiwango bora sana cha ufungaji. Wachezaji wake wa safu ya ushambuliaji, kuanzia mshambuliaji kinara, viungo ushambuliaji, wote wana takwimu nzuri za kutisha dhidi ya safu ya ulinzi ya timu wanazokutana nazo. Lakini kwenye ulinzi kina Shamu Karabu, Abdurazaki Hamza, akina Shemalon Fondo, viungo ukabaji. Nazungumzia hapa Fabrice Luamba Ngoma, Yusuf Kagoma, wanalazimika kufanya ziada katika maandalizi yao. Kina Agustino Kejefa, kina Mzamiru Yasini, kocha Fadu Davis kwenye maandalizi yao kwenye dabi wanakwenda kukutana na Peoda Pacome Zouzoua ambaye mpaka sasa shafunga mabao 9, ametoa assist 9, kachangia mabao 18. Wanakwenda kukutana na Clement Mzize Walid, ashafunga mabao 13, assist 3, kachangia mabao 16. Wanakwenda kukutana na Prince Mpumelelo Dube, ashafunga mabao 13, ana assist 8, kachangia mabao 21. Kuna Maxim Pia Nzengeli ana mabao 5, ana assist 9, kachangia mabao 14. Hapa nimetaja tu kwa uchache. Kwa lugha nyingine, vile walivyocheza leo dhidi ya Singida Black Stars, vile walivyocheza mechi mbili dhidi ya RS Berkane ambao kwa ujumla Simba walipiga mashuti 16, 1 on target, lakini RS Berkane wapinzani wao katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, RS Berkane walipiga mashuti 23 kwa ujumla, mashuti 12 yamelenga shabaha, ikiwa ni ufanisi wa RS Berkane wa shooting accuracy 52% around dhidi ya around 6% tu za Simba katika kulenga shabaha, kwa maana shuti moja kati ya 16 ndio lilenga shabaha likazaa bao, huku RS Berkane mashuti 12 yakilenga shabaha kati ya mashuti 23 waliopiga. Ni hatari kwa Simba katika organization ya kiulizi. Sizungumzii mchezaji mmoja, nazungumzia timu ya Simba zima katika kuzuia kilichotokea kwenye mechi 4 zilizopita hizi. Zote mechi dume dhidi ya RS Berkane, dhidi ya Singida Black Stars. Kama mechi ya dabi Yanga watapeleka timu uwanjani, mfano tu, maana wenyewe wanasisitiza hawachezi mpaka madai yao kwa bodi ya ligi na mamlaka za mpira wa miguu yatakaposhughulikiwa. Lakini kwa mwenendo wa Simba katika kuzuia, maana yake moyoni wanapaswa nao kwa kile walichokionyesha leo hii na hizi mechi nilizotoka kuzielezea, kwa mbali wanapaswa nao kuomba kwamba Yanga wabaki na msimamo wao wa kutocheza, kwa sababu wakicheza halafu Simba kwenye uzuiaji wake ikafanya kama ilivyoonyesha mechi ya leo dhidi ya Singida Black Stars na zile nyingine zilizotoka kuzigusa, ni hatari kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Yapo maelezo kwamba kuna fatigue. Ni kweli Simba imecheza mechi mfululizo hivi karibuni. Mechi ambayo alishinda 1-0 kwenye uwanja wa KMC Complex, baadhi ya wachezaji Singida Black Stars, mwalimu David Ouma amefanya rotation. Ingawa Singida Black Stars wana faida zaidi kwa sababu huwezi kulinganisha na Simba ambayo ilikuwa na kazi kubwa ya kusafiri kwenda mpaka Morocco, mfululizo akarudi Zanzibar, halafu anakwenda kucheza na Singida Black Stars. Lakini leo hii wachezaji wa Singida Black Stars ambao hawakuwemo katika mechi kwenye uwanja wa KMC walioanza kikosini ni pamoja na Ibrahim Imoro, alianza mechi iliyopita, leo hii ya kwanza. Ni pamoja na kuanza kikosini kwa Kennedy Juma Wilson nahodha ambaye kwenye mechi iliyopita kuanza. Mechi iliyopita walianza Anthony Trabi pamoja na Frank Asinki katika mabeki wa kati. Leo hii alianza Kennedy Juma Wilson, ingawa baadaye Anthony Trabi akaingia akatoka Asinki baada ya kuumia. Lakini pia kwenye kiungo alianza Kevin Nation,
mechi iliyopita ambayo Simba alishinda 1-0. Leo hii Kevin Nation ya kwanza. Walioanza pia pale kati alikuwa ni pamoja na Emmanuel Keyeke ambaye mechi iliyopita hakuanza. Maarufu Chake mechi iliyopita alianza, leo hii hakuanza. Hao ni baadhi ya wachezaji ambao Singida Black Stars walifanya rotation, walifanya mzunguko na kupeana nafasi ya kucheza kulinganisha na kikosi kilichopita. Lakini Simba waliobadilishwa pia ni David Kameta, beki mbili. Hakuanza mechi iliyopita, leo alianza. Beki tatu alianza Nouma, akaja kuingia Mohamed Hussein Shabalala. Katikati Abdurazak Hamza katika mechi iliyopita alikuja kuingia kipindi cha pili. Lakini kwenye kipindi cha kwanza walioanza alikuwa Shamu Karabu na Shemalon Fondo. Leo alianza Abdurazak Hamza, alianza na Shemalon Fondo. Kukawa na rotation kidogo. Katikati walicheza wale Ngoma na Kagoma. Kwenye ushambuliaji Elim Panzu Kibisawala leo kwanza aliingia kipindi cha pili. Lakini pia kwenye Kibu Dennis alianza leo hii. Lakini wengine Jasha au lakini mbele Steven Dese Mkwala walianza. Ni rotation ibadilishwa kidogo tu, ambayo hii ni ishara kwamba pia kocha Fadu Davis wengine pengine kwenye zile nafasi bado hawajaonyesha kile cha kumshawishi kama anachokionyesha Ngoma na Kagoma na kadhalika. Sasa hata golikipa leo hii ilibidi aanze tena Kamara, ingawa alikuja kutoka baada ya kuumia. Maana yake kuna ujumbe pia juu ya Simba kwenye kikosi chake, hasa msimu ujao, juu ya kukiimarisha katika kila nafasi ili wanapokwenda kukabiliana na michuano sasa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho la benki ya CRDB msimu ujao, ligi kuu Tanzania bara, kombe la muungano, kombe la mapinduzi na michuano mingine mbalimbali, lazima kikosi kiimarike zaidi ili penye rotation basi ikifanyika kusiwe na madhara kwa kikosi, kusiwe na madhara kwa timu. Lakini msisitizo tu ni kwamba kwa namna walivyocheza hizo mechi zilizopita, mashabiki wa Simba huenda watalazimika kuombea kwamba watani zao wajadi waendelee kuwa na msimamo wao wa kutocheza mechi ya dabi tarehe 15, kwa sababu vinginevyo wakicheza hivyo walivyocheza inaweza kuwa madhara. Wakibadilika na kucheza walau walivyocheza dhidi ya Stellenbosch hasa kule Afrika Kusini, kucheza kibingwa sana, mechi dhidi ya Al Masry, huenda tukashuhudia Simba yenye ushindani zaidi, sio tu kwenye kufunga ambako wameonyesha kiwango kizuri, lakini katika kuzuia wawe bora zaidi kuliko walivyoonyesha katika hizi mechi 4 zilizopita, ambazo matokeo yake, kwa mfano mechi dhidi ya Singida kwenye uwanja KMC 1-0 haiakisi juu ya nafasi ambazo Singida Black Stars walizipata, lakini mwamuzi Heri Sasi hakuwa kwenye kiwango chake bora katika siku hiyo. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.